Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Na baada ya kuapa tumepata nafasi ya kukutana na Mheshimiwa Rais kuwasilisha salamu za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia yako mambo ya msingi ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia alitaka niyaeleze kwa Mheshimiwa Rais. Moja, kumhakikishia kwamba serikali ya Tanzania inamuunga mkono na Watanzania wanawaunga mkono wana Seychelles kwa maamuzi yao kwenye uchaguzi wao wa kidemokrasia kumpata rais mpya. Lakini pia Mheshimiwa Rais ametaka nimhakikishie rais wa hapa Seychelles kwamba Tanzania itaendelea kufanya kazi na Seychelles ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono jitihada zilizoanzilishwa na waanzilishi wa mataifa haya kwa muda mrefu na kuendeleza mahusiano tulionayo kwenye masuala ya kiuchumi, ulinzi, siasa na masuala ya biashara na uwekezaji kwa uchumi kwa ujumla. Tunayo makubaliano mbalimbali ya kisekta ambayo yameshafikiwa ndani ya serikali zetu hizi mbili, na maeneo haya tumeendelea kuyafanyia kazi kwa muda mrefu. Najua kuna maeneo ambayo yalikuwa na changamoto ya kutokamilika kwa makubaliano hayo, lakini Mheshimiwa Rais ameridhia kwanza tuanzishe timu ya pamoja ya wataalamu JPC ili iweze kuratibu shughuli mbalimbali za wataalamu kutoka kwenye sekta, waweze kujadili kwa kina uhitaji wa mahusiano kwenye nchi hizi mbili. Tuna mahusiano kwenye Wizara ya Elimu, yako mahusiano Wizara ya Afya, yako mahusiano Wizara ya Ulinzi hasa kwenye jeshi la magereza, lakini yako mahusiano ya kibiashara kwa ujumla, na kwa mfano usafirishaji wa anga, utalii. Maeneo haya ni maeneo ambayo Mheshimiwa Rais jana amesisitiza kwamba tuyapitie upya na tuanzilishe zile timu zetu JPC zetu ili wabainishe uhitaji wa nchi zetu mbili na tuingie makubaliano tayari kwa utekelezaji. Kauli hii ya Mheshimiwa Rais mpya anaingia ofisini inaleta matumaini kwa Tanzania kwa sasa tumepata rafiki mpya, rafiki ambaye tunaendelea naye, tumepata rafiki ambaye tunaendeleza mahusiano. Na mimi nataka niwahakikishie Tanzania tumegundua kwamba tunazo fursa za kutosha hapa. Nimepata nafasi pia kukutana na Watanzania wanaoishi hapa, hasa ile Secretariat ya Diaspora, kupokea maoni yao, changamoto zao, lakini ushauri kwenye maeneo ambayo tunahitaji kuimarisha. Wameeleza zaidi fursa zilizopo hapa za uwekezaji kibiashara, bidhaa za Tanzania zinahitajika sana hapa, lakini pia swala utalii, wenzetu wana utalii mkubwa na sisi pia tuna utalii mkubwa zaidi. Kwa hiyo tunahitaji kuimarisha sekta hizi za utalii, lakini pia kuna nafasi ya ajira. Hili limezungumzwa sana na fursa zipo za ajira. Kuna ajira za sekta mbalimbali ikiwemo na sekta ya elimu, afya, kuna sekta ya kilimo, ingawa hapa kilimo sio kikubwa, lakini wanahitaji kuifanya sekta ya kilimo nayo pia iweze kuongezeka. Kwa hiyo na sisi tuna wataalamu wa bustani, hapa ndio kilimo kikubwa cha bustani. Kwa hiyo wanahitaji watu ambao wanaweza kusimamia maeneo kama haya. Kwa sisi tumewazalisha wataalamu wengi. Kwa hiyo tuna fursa hizo za ajira ambazo tunaona zipo. Waongozaji wa watalii na sisi tunao Tanzania, na hapa wana utalii, wanahitaji utaalamu wa kuongoza watalii. Kwa hizi ni fursa ambazo sasa tumeichukua na tutakuja kuzifanyia kazi nyumbani. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.